الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. Alhamdulillah, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake na kwa fadhila zake kwa kutufikisha siku ya pili leo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajabul Murajab. Tuseme alhamdulillah. Na bila shaka wengi wetu pia walikuwa katika somo kama ambavyo tulihimizana katika darasa letu la jana, na hilo pia nalo ni taufiki, tuseme alhamdulillah. Jana siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Rajabul Murajab, tuligusia mambo kadhaa, nirudie kwa ufupi ili tuendelee na darasa letu. Tulizungumzia utukufu na fadhail za mwezi mtukufu wa Rajab, na tulinukuu hadithi kadhaa na riwayat kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Rajab, na tunaendelea kuhimizana juu ya hayo tuliyozungumza, ya kuwa tuwe na heshima kubwa ya kuheshimu mwezi huu na tutukuze sana mwezi huu. Ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mwezi aliozaliwa kiongozi mkubwa bora baada ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ni Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Na tukagusia ndani ya mwezi huu tusizulumu nafsi zetu, na ikakatazwa mambo kadhaa yasifanyike katika mwezi huu ili ujikite katika ibada. Hizi ni fadhila za mwezi wa Rajab ambazo tulizizungumza jana na zitaendelea kuzungumzwa kama tulivyosema. Kisha tukazungumzia umuhimu wa kufanya ziara kwa Mtume na kwa maimamu alayhi salam, umuhimu wa ziara, ambayo silsila hii iliendelea kwa kusema kuwa katika mwezi wa Rajab pametiliwa mkazo zaidi waumini kufanya ibada ya umra katika mwezi huu wa Rajabul Murajab. Imetiliwa nguvu zaidi katika mwezi huu. Kwa hiyo tukazungumzia umuhimu wa kufanya ziara na fadhila zake na thawabu zinazopatikana, na kikubwa zaidi tuliongozwa na hadithi ya al-Imam al-Baqir alayhi salam anapozungumzia ziara ya Aminullah, ambaye tulisoma hadithi, tutaisoma tutayamuna wa tabarruka ili tuendelee na mazungumzo yetu ambayo ndio tulipokuwa tumeishia, ambayo Imam al-Baqir alayhi salam anasema ma qala hadha al-kalama wala da'a bihi ahadun min shi'atina 'inda qabri amir al-mu'minina alayhi salam aw 'inda qabri ahadin min al-a'immati alayhi salam illa rufi'a du'a'uhu fi
bidarajin min nuri wa tubi'a alayhi bi khatamin Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kana mahfudhan kadhalika hatta yusallama ila qadimi ali Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fayalqa sahibahu bil bushra wa tahiyatin wal karamatin insha Allah. Hii ndio hadithi ambayo ilitufungulia mlango huu wa ziara, na hasa tukasema tutajikita katika kuitafsiri ziara ya Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam, inayofahamika ziara ya Aminullah, muaminifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuliyazungumza haya kwa urefu katika darasa la jana. Bado tunaendelea na utangulizi kabla ya kuanza ziara yenyewe, na utangulizi wa leo utajikita tu katika kuzungumzia ahamiyat ziyarat, alafu tunukuu baadhi ya aya ambazo zinatupa mashru'iyya, zinatupa uhalali na uzuri wa kufanya ziara. Kwanza kabisa tunaposoma katika ziyarat, kwa kufahamu zile ahamiyatu ziyarat, ya kwanza kabisa ni at-taqarrub ila Allah Ta'ala. Kufanya ziara, lengo lake kubwa na umuhimu wake mkubwa ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziara inaleta mahusiano haya ndani yake kunakuwa na nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana jana tulisema tuna thawabu nyingi hata ya kumtembelea ndugu yako muumini nyumbani kwake. Malipo unayopata kwa kila hatua unayopiga mpaka ufike katika nyumba ya ndugu yako, malipo yake ni makubwa. Na tukanukuu maneno kadhaa yanayoonyesha unasindikizwa na kundi kubwa la malaika katika ziara, na kundi hili la malaika kila mmoja ana kazi maalum anayofanyia mpaka ufike kule. Kwa hiyo malipo yake ni makubwa sana, kwa sababu unaenda kuunga undugu, na katika kuunga undugu ndipo utakapomkuta Mwenyezi Mungu yuko karibu na undugu na umoja wa eneo hilo. Na tukasoma yadullah ma'a aljamaa, nguvu ya Mwenyezi Mungu, mkono wa Mwenyezi Mungu uko pamoja na kundi, liko pamoja na watu. Kwa hiyo ukiunga huo ndugu, Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja naye. Ndio maana pia hata ibada zetu kadhaa za faradhi nyingi zinahimiza umoja. Salatu jamaa pamoja, hija tunaenda pamoja, tunakaa katika sehemu ya Arafa ambayo ndio ibada ya hija, kiini chake kiko pale Arafa. Al-hajju Arafa, ile Arafa ndio hija yenyewe iko pale. Kwa hiyo ni umma wote unakusanyikana pale. Huenda hata hamna kazi kubwa mnaifanya, zaidi tu mnazunguka katika uwanja huo mchana kutwa ule mpaka itakapoingia muda wa magharibi, ndio mwanze kuondoka kuelekea maeneo ya Muzdalifa, kisha mteremke mpaka Mina. Kwa hiyo umoja ule Mwenyezi Mungu anaupenda sana, na jana tulizungumza sala ya jamaa yenyewe kama yenyewe ukiswali mwenyewe sala hii ya faradhi, malipo yake ni kiasi fulani, si makubwa sana, lakini yanazidi kutanuka thawabu
wa kuswali sala ya jamaa kwa kadiri ya idadi inavyoongezeka. Mkiwa 5, mkiwa 10, mkiendelea mpaka inafika malaika wanashindwa kuhesabu sala ya waumini wanaoswali sala ya jamaa. Ndio maana ikasisitizwa sana. Na mara nyingi pia tunasoma Bwana Mtume alitaka kuzichoma nyumba za masahaba wake kadhaa. Alipoulizwa kwa sababu gani, akasema kwa sababu hawaji msikitini, hawaswali sala za jamaa. Kwa hiyo hawa ni kama vile wanatenga, wanagawa undugu. Sasa Bwana Mtume alisisitiza swala hilo kwa ajili ya kuweka undugu kuwa karibu. Kwa hiyo muhimu wa ziara, unapomtembelea mtu ni unajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Bila shaka umejiweka karibu na yeye, urafiki wako na yeye unakuwa ni mkubwa, lakini zaidi ya hapo ni taqarruban ila Allah Ta'ala. Kisha kwa maana nyingine tena, ahamiyatu ziyarat at-tajdidu al-ahadi wal-wala. Unapokwenda katika maeneo matukufu walikolazwa maasumina alayhi salam, ni unaenda kufanya tajdidi, unaenda kuhuisha, unaenda kufufua ahadi yako na wilaya yako. Kienda kwa imamu ambao tumefaradishiwa kumtii, ukienda pale unaenda kurejesha upya maanawiyati, nguvu na ahadi yako kwa wao, na unaenda kutoa bai'a yako upya kuwa mimi niko pamoja nawe, ana silmun liman salamakum wa harbun liman halabakum. Ni tajdidul ahd wal wala, unaenda kutoa bai'a. Ndio maana unapofika maeneo hayo matukufu, unyenyekevu wako, moyo wako, akili yako, msisimuko wako, mzunguko wako wa damu, kiingia katika haram ya maasumina, unaona vitu vyako vingi vinabadilika. Ukitizama ile kuba na ile haram, hata kabla hujaingia, ukianza kukaribia, ukianza kuona yale minara, ile manara yale marefu, ukianza kuiona tu, wewe tayari kuna aina fulani na kuingia. Kama kweli wewe ni muwali, mshia, unaanza kuhisi tofauti katika mwili wako. Na ukiingia pale ndani, uende kabisa mpaka ukaliguse lile kuba, ukaguse ile dharih, ile kaburi la maasumina alayhi salam, unaona kuna msisimko wa aina fulani. Na hasa ukigusa, ni kama vile unapomshika mwenzako mkono, ule mvuto ambao unapatikana na msisimuko unaopatikana. Ndio maana tukakataza usimpe mke mwanamke ambayo ni si mtu wako wa karibu. Katika mahali zako usimpe mikono, kwa sababu kuna mvutano, kuna joto la aina yake, hutakiwi kufanya hivyo. Lakini unapompa mwanamume mwenzako, kuna mvutano ambao mvutano ule unafuta madhambi yenu, unasafisha nyoyo zenu. Hili mikono baina yetu sisi, je, uende ukalishike ile kaburi la maasumina alayhi salam, ni kama vile unatoa bai'a, unamshika mkono Imam Sahib al-Asr wa Zaman al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sasa kuna aina fulani ambayo unahisi. Ndio maana hata tunapoenda Maka, tunaenda tunagusa jiwe jeusi pale,
Hajarul Aswad. Japokuwa waliopita kadhaa hivi na kina bwana wakubwa walifanya istihzaa kuhusiana na lile jiwe, lakini lile ni tajdidul ahad. Unapoenda kugusa pale, unamlenga Mwenyezi Mungu, unahuisha upya ahadi yako kwa Mwenyezi Mungu, na ahadi yenyewe ni ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mwingine anakuambia lile ni kaburi, hata ukishika hivi kuna nini, hayatakuja kuyazungumza, lakini unachokilenga wewe sio ule mchanga, japokuwa hata michanga yao pia ni bora, lakini unachokilenga ni kile kiumbe kilichokuwepo pale, ubora wa kile. Na hiki ndicho ambacho huwa kinatizama. Unapokwenda Najaf, unamlenga Ali ibn Abi Talib sallallahu wasallam alayhi. Na vilivyoko pembezoni vimepata utukufu kwa heshima ya Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sasa unalenga kile, sio nje ya hapo kama wengine ambao wanaweza kutafsiri. Na hii inanikumbusha moja katika visa kadhaa hivi viliwahi kutokea wakati wa utawala wa khalifa wa pili Umar bin Khattab. Alikuwa yuko maeneo ya msikitini nadhani au wapi, akamuona mmoja alikuwa shujaa sana na upanga wake, na kabla ya Uislamu ule upanga wake ulikuwa huyu mtu ni shujaa, anaogopa na upanga wake, yaani hakuna mahali ambapo anakwenda watu wasitetemeke. Na upanga wake ukawa unasifiwa sana, upanga unameremeta, upanga ambao unaweza kupasua mbao, unaweza kupasua mawe, mashairi ya Kiarabu yani msifu, kwa sababu alikuwa na nguvu. Kiushika upanga wake hakuna mtu anaweza kusimama mbele yake. Sasa katika kusilimu kwake, khalifa huyu wa pili akamwita, akamwambia leta upanga wako. Akamwambia huu ndio upanga ambao unasifiwa kuwa unapasua mbao, unapasua mawe, watu wanatetemekea. Ndio upanga ameushika namna hii. Kisha akauchukua khalifa huyu, akaenda akakata kwenye jiwe, akapiga kwenye jiwe, akakata jiwe. Sasa alipokata kwenye jiwe, akaona jiwe wala halijaathirika, si ndio? Halijameguka, asante, hamna chochote. Sasa akaufanyia istihzaa, sema huu upanga unasifiwa, unakata mawe, unakata nini? Bwana nimekata hapa, bwana hamna chochote. Sasa alipomrejeshea mwenyewe akauchukua. Alipouchukua akaenda akakata ile jiwe, akapasua pa, jiwe likameguka. Sasa kwa mashairi siyakumbuki sana, lakini kwa ufupi akaambiwa upanga si upanga, anaangaliwa aliyoushikilia ni nani, aliyoushika mwenyewe ni nani, si ndio? Kwa hiyo kwa maana nyingine, wewe unaruka kwa upanga wa Imam Ali alayhi salam, unancha, lakini unaweza kutoka chinjwa kama kuku pale na upanga wa mchambili. Na sasa upanga wa mchambili ni nani aliyeushikilia? Umeshikiliwa na Asadullah Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa hata hapa tunapozungumza huwa tajdidul ahad wal wala, mtu anaweza kufanya istihza, unaenda kuboresha ahadi yako, unaenda kufufua
ahadi yako ya wilaya, alafu unaenda kaburini. Lakini tunasema angalia upanga alioshikilia ni nani, aliolala pale maana yake ni nani. Hiyo ni nukta ya pili katika umuhimu wa ziara. Na nukta ya tatu ni al-iqtida bisiratihim salawatullahi wa salamu alayhi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Unapokwenda ni unajaribu kufuata mwenendo wa sera zao, maisha yao. Ndio maana unaposoma katika ziara inasema mwenye kumzuru imam arifan bihaqqihi, unafahamu haki zake, unafahamu matendo yake, unamjua imara huu. Ndio maana tunasisitiza sana tusiache ziara. Mara nyingi sana maeneo haya tunaelekezea vijana wetu, mara nyingi sana wanaswali wanatoka nje, ile faradhi imeshamtosha. Ziara ya maasumina si muhimu, lakini unapoona tunapoelekea katika ziara, unaona hata imani zetu zinapokuwa. Ndio maana hata zile faradhi, ibada za faradhi zimekuwa hazina ladha. Ile sala haina ladha, unaswali tu kwa sababu ni amri, ni sheria, ni amri ya Mwenyezi Mungu. Unaswali ili labda jamaa zako wasikuone wewe ni tayari kuswala, unaenda tu basi tu na wewe onekane na wewe unaswali, lakini haina ladha. Na mara nyingine ndio hao wakasifiwa, wakaitwa ni wanafiki. Wanaswali kwa ajili ya kujionyesha. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Unaporejea wala yadhkuruna Allah illa qalila katika vile vitu vya ziada katika sala, hawamtaji Mwenyezi Mungu isipokuwa kidogo sana. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, wanamtaja kidogo sana, si katika vitu vya sala. Na maana amefanya Allahu Akbar kama kawaida, subhanallah amefanya, ametamka, sura al-Fatiha amesoma, na sura nyingine amesoma. Yote vile vya faradhi au ambavyo viko katika muundo wa sala amevifanya, lakini Bwana Mungu anasema wala yadhkuruna Allah illa qalila. Akiwa kwenye sala amepiga takbira, amesoma sura al-Fatiha, amesoma sura nyingine na mengineyo ameyafanya, lakini Bwana bado anaambiwa huyu hajamtaja Mwenyezi Mungu isipokuwa amemtaja kidogo sana katika vitu ambavyo vinakuja vya baadaye, ambaye jana tuligusia. Kuna tasbihi hizi, kuna istighfar, kuna sura za kusoma baada ya sala, kuna ziara, kuna dua. Yote hivi wewe una habari, kutoa salamu kishakimbia. Ndio maana unaona tunalega sana, hatuoni ladha ya sala, kama ambavyo hatuna ladha, hatuoni ladha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ile ladha hamna, ile ladha kama ambavyo walikuwa nao zamani wazee wetu, wazee na mababu huko. Ladha zama hizi haina ladha, na mtu akikosa kitu cha kufuturia cha kipekee anaweza asifunge. Sivyo ndivyo? Yaani akikosa kitu cha tofauti na masiku mengine cha kufuturia hafungi. Tamwambia sina futari, lakini mwaka mzima ameisha anakula, anatembea, lakini leo hafungi kwa sababu hajapata dhambi. Hafungi kwa sababu hajapata
nyama za kusaga, hafungi kwa sababu hajapata vitumbua au juisi, lakini ugali anakula, wale anakula hivi, kwake sio vitu vya kufuturia au hana tena. Si ndivyo tunavyoona? Mtu hafungi kwa sababu anakwambia sina futari, mwingine hafungi anakwambia sina damu. Damu hana damu, ambaye akachemsha kiporo chake akala, cha wali cha ugali akala, na mlenda akala, ndio damu. Akanywa maji, ndio damu, lakini anakwambia sina. Yaani atafuta kitu kipya nje ya uwezo wake. Sasa ladha ya ibada imetoweka, haina. Na ndio hapo unakuta hadithi nyingi za Bwana Mtume, mali la ara halawata al-ibad fi wujuhikum, sioni utamu wa ibada katika nyuso zenu. Mali la ara halawa, halawa kama halawiyati, vitu vitamu, vitu vizuri. Na Mtume anawaambia, bwana, sioni utamu wa ibada katika nyuso zenu. Ni hakuna. Sasa haya yote ni turudi katika ziarati. Ukienda kwa wale unajifufua, unavua gamba baya lililochoka, unavaa gamba zuri la kiroho la kiimani. Hizo ni katika ahamia tu ziarati, na fadhila zake tushazizungumza jana, lakini hapa pia tazitaja haraka. Fadhila za ziara ni kwanza ni kupata al-ajru wa thawabu. Unapata thawabu nyingi. Hii tulizungumza jana, thawabu anazozipata mtu anapofanya ziara. Jana tulizungumza, na hata tukataja mpaka baadhi ya riwaya ya Bwana Mtume anaposema mtu ameenda kufanya ibada ya haji Maka, lakini hajamzuru Bwana Mtume. Na tukatumia Bwana Mtume katika riwaya akatumia neno faqad jafani, amenikaushia, amenikaukia. Hujamfanyia ziara Bwana Mtume, umemkaukia, umemkaushia, umejikausha, hujamsalimia Bwana Mtume. Sasa tulizungumza jana, lakini hapa nitapita tu murura kirama. Ya kwanza ni al-ajru wa thawabu al-adhim, ambazo tulizungumza jana, utapata malipo na thawabu nyingi. Na kingine maghfiratu dhunub wa qabuli ad-du'a. Ziara inakurahisishia wewe kusamehewa madhambi yako na kukubalika kwa dua. Na hii pia jana tuliigusia kwa urefu. Na ya tatu ni kupata as-sakina wal itma'nina, ni kupata utulivu wa kiroho, utulivu wa kimoyo, utulivu wa kinafsi, as-sakina na itma'nina. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, utulivu. Ziara, ukienda kwa ukafanya ziara kwa maasumina, kwa kuwafahamu haki zao. Wewe tazama, ukapita katika maisha mazito alafu unasoma ziara ya Bibi Fatima, utajipa moyo. Unapitia katika hali ngumu ya kimaisha, ukasoma ziara ya Imam Ali alayhi salam, utakuwa katika hali ya shangani, utajipa moyo. Unaishi katika dimbwi la fitna na vitisho, ukasoma ziara ya Imam Zainul Abidin alayhi salam, unapata utulivu. Unaishi katika misukosuko hiyo ya maadui, una raha na maisha uliokuwa nayo, ukasoma ziara ya Imamul Kadhim alayhi salam, unapata utulivu.
ukaishi katika neema, furaha fulani ya mali, ya cheo, ya ili mradi unajihisi uko vizuri, ukasoma ziara ya Imam Ridha na Imam Jawad, unajijenga alayhi wasallam, unajijenga, unajiona ala, kumbe mali zangu kwa huyu imamu ambaye atakuwa nimfuate, sitakiwi kuwa hivi. Cheo changu nilichokuwa nacho kwa Imamu Ridha na Imamu Jawad, sitakiwi kuwa hivi. Umesifiwa sana, sifa zako ni nyingi, nzuri kubwa, unasifiwa tu, mengine sahihi, mengine ya uongo, sifa nyingi ambazo kama hujavaa vazi la imani zinakupelekea kwenye kiburi na majivuno. Sifa. Ukisoma ziara ya Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, unajiona ala, pamoja na hizi sifa zote natakiwa niwe na imani. Niwe kama Imam Jafar as-Sadiq, ndio ile al-ihtidau bi sirati. Imam aliishi katika zama, kila mtu anasema nimejifunza kwa Imam Jafar as-Sadiq, kwa Imam Jafar as-Sadiq. Sifa zake ni kubwa, maulama wakubwa wote sifa zao zote wanazipeleka kwa Imam Jafar as-Sadiq. Sasa ndio hivi, kila imamu kuna hususia zake maalum. Hali kadhalika kwa Imam al-Hasan al-Mujtaba, hivyo kwa al-Imam shahidu bi Karbala, al-Imam al-Husayn alayhi afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Sasa asakina na utulivu unaopata kwa ziara. Na ndugu zangu, tunaposoma maulama wetu wakubwa waliofanya mambo makubwa katika ulimwengu, mfano wa Imam Khomeini na waliotangulia na waliokuja na Imam Shirazi na wengineo mpaka leo hii, maulama wetu sio tu kufanya kwa hifadhi ziara zimekaa tu. Maimamu waliokosa pamoja na uzee, hata sasa ukiangalia katika picha unaona mariji au alimu mkubwa ameshikiliwa huku na huku, anaenda ziara kwa Imam Ali. Ende ziara pale kanile, kasome ziara kutusha kwa. Wana kuna maulama hawajawahi kukosa zaidi ya miaka 50 ziara kwa maasumina kila siku. Wengine sala hizi za jamaa zote anaziswalia pale zaidi ya miaka 40, miaka 50. Aende pale asome ziara, hapa swali sala kama swala asubuhi yuko pale, mchana dhuhuri na asr yuko pale, magharibi na isha yuko pale kila siku kwa zaidi ya miaka 50. Sijui labda akiumwa sana ameelemewa, lakini pia hata wakiumwa wale anawaamrisha familia yake mpeleke pale kwa imamu, hata kama hawezi kusoma asome ziara, sikia mama analia. Si kitu kidogo. Sasa sisi na imani zetu hizi ambazo ni legelege hivyo wakati fulani, alafu kisha bado tunapuuzia ziara, tunajirudisha nyuma sana. Yote ndio tukasema, tukatumia lugha na hadithi ya Bwana Mtume, mali la halal, ladha ile ya Uislamu imetoweka, haipo. Ladha ya Uislamu haiko, ladha hata ya majalisi haiko. Unaambia mama amezaliwa, hauna furaha. Unaweza kufurahi kwa ndugu yako kupata mtoto, rafiki yako akipata mtoto akakwambia ukafurahi sana, ukapeleka na maua, ukapeleka na keki, ukapeleka zawadi, tunapeleka. Lakini je, tunaweza kupeleka zawadi kwa kuzaliwa kwa
al-Imam al-Baqir, na leo tuna mazazi. Jana kwa mazazi shaka tukumbushe. Leo ni Imam nani siku ya pili? Al-Imam al-Hadi salawatullahi wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Inshallah siku ya kesho kabla ya kuingia kwenye darasa tutamtaja kidogo fadhila zake hata hadithi moja mbili. Nani katika sisi anasikia raha kuwa amezaliwa Imam al-Hadi, anapeleka zawadi, unampa mazao zawadi. Kina mama wanapeleka keki, maua, wanapeleka sabuni, wanapeleka pampers. Nani ambaye anamchukulia Imam al-Hadi apeleke kwa ajili ya Imam al-Hadi? Chukua pampers hizo mpelekee mama aliyejifungua hospitalini, lakini kwa Imam al-Hadi. Kama tulivyosema, sio yule unayempa, unaangalia aliyoko katika siku hiyo ni nani, unapeleka kwa unwani ya nani, ya Imam al-Hadi. Ile ladha bana haipo. Tutafurahia nini ikiwa ladha ya hawa hapa? Leo anazaliwa Imam Ali alayhi salam katika mwezi huu. Tutahisi vipi katika mwili wetu, katika mioyo yetu, katika akili zetu, katika mazazi ya Ali bin Abi Talib? Tutasikia ladha, utasikia utamu, utasikia furaha, utasisimuka kabisa, mwili wako unasisimuka kuwa Ali amezaliwa, tena amezaliwa katika Kaaba. Ulimwengu wote unashangaa. Mimi na wewe tutaona ni kawaida tu, na wakalichukulia ni tukio la kihistoria limepita. Omar ibn Khattab kama alivyosema, ameushika ule upanga, amepiga hoja nani, lakini akaambiwa upanga ni wa yule aliyeushika. Sisi Ali wetu tuliomshika. Utakuwa na ladha kiasi gani kwa kuzaliwa Imam Ali ambaye alimpokea Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ndio as-sakina wa tumaanina ipo, kwani utulivu hamna. Kila saa sisi ni kama vile digidigi, kimbia. Sio kukimbia kwa miguu, unakimbia hata kwa nafsi yako, hata kwa akili yako haijatulia. Akili na kimbia na hama. Kukimbia si lazima. Qur'an inapozungumza fa aina tadhhabun, wapi mnakwenda? Sio kwenda kwa miguu tu. Wapi mnakimbilia? Sio kukimbia. Na Mungu anaposema fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu, sio kukimbia kwa miguu tu. Akili yako, moyo wako, macho yako, masikio yako, yote umeyakimbiza kwa Mwenyezi Mungu, umeelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tukoje sisi? Ni vipimo. Kama uone ladha kwa mawasumina duniani, utaona ladha akhera. Na akhera na dunia haviachani. Ad-dunya mazra'atun al-akhirah. Dunia ni shamba kwa ajili ya kwenda kula akhera. Kwa hiyo haviachani, viko sambamba hivi, sio vitu viwili tofauti, viko hivi, ni viwili lakini vimeungana hivi. Ndio maana tukasoma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana, viko pamoja hivi, mazuri duniani, mazuri akhera. Sasa wewe unataka mazuri ya akhera lakini dunia hutaki mazuri, haviko. Na tukaambiwa laysa minna man taraka dunyahu li akhiratihi wa laysa minna man taraka akhiratahu li dunyahu. Si katika sisi mwenye kuiacha dunia yake hata anakimbilia akhera.
na kinyume chake hivyo hivyo, sio katika sisi. Anaiacha akhera yake, anashikamana na dunia peke yake, sababu yote vinaenda sambamba. Dunia mazaratu al-akhirah. Sasa utulivu huu tunaupata kwa kufanya ziara. Ladha hii tunaipata kwa kufanya ziara, si kuswali tu dhuhureni, si kuswali tu magharibeni. Hivi tunafanya na wengine wote wanafanya, hata wale ambao wanazuia ziara lakini wanaswali. Kuna ladha yote wanayo, kuna pambo lolote wanayo. Zaidi tunajijenga, tunakuwa na mioyo migumu. Mioyo yetu imekuwa ni migumu, si kwa sababu hatuswali, si kwa sababu hatufungi, kwa sababu hivi vya chini chini hivi vya ziada hivi tumeviacha. Mbolea tumeiacha, rutuba hii tumeacha. Ndio maana mtu anaswali lakini moyo ni mgumu kwa vile vile, haulainiki hata chembe. Yaani mtu anataka kadondoka hapa kwa maradhi na bado usisikie kuwa una majukumu ya kumsaidia. Unaweza kumpita na umetoka msikitini, anaweza ndugu yako akamwambia sijala na siku nzima, na unaweza kumpata shilingi 1000 akaenda kanywa chai, unaweza kumwambia sina, na umetoka kuswali, na ile 1000 kwako ni ziada tu, uenda labda unaenda kunywa soda. Ndio umma ulivyo. Kwa hiyo utulivu ndio anayohisi mtu anayefanya ziara na anasikia raha. Na ya mwisho kabisa ni shafaatu yauma al-qiyama, ni unapata maombezi siku ya kiyama. Kwa kufanya ziara unapata maombezi siku ya kiyama, na hili ni kubwa zaidi, na hili tutakuja kulizungumza katika ziara huko mbeleni insha Allah taala. Nimezungumzia ahamiyatu ziyarat na fadhaili zake, lakini maneno ya Mwenyezi Mungu tutazisoma tu aya murura kirama ili tufike muda wa kuanza katika tafsiri hizo. Miongoni mwa aya ambazo zinatupa uhalali na uzuri wa kufanya ziara, kuna aya ya kwanza inazungumza ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata. Hii inazungumzia unapotaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu ni lazima utafute njia ya kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu, na miongoni mwa njia nyepesi za kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu ni ziara, kumtembelea. Kama ambavyo unapokuwa na shida na jambo unamfuata mtu, unataka kuunganishia kazi, unamfuata, unamweleza. Sawa, unaweza kumfuata na miguu yako, lakini unaweza kumfuata kwa simu, unaweza kumfuata kwa barua, ilimradi tu umemkabidhi mtu ambaye unahisi kuwa huyu atanifikishia ujumbe wangu mahala fulani, si ndivyo ilivyo? Kwa hiyo aya ya kwanza ni hii, na ni aya maarufu, wabtaghu ilayhi alwasila. Kwa hiyo kufika kwa Mwenyezi Mungu huwezi kufika mpaka utafute njia ya kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Na Bwana Mtume ameshazungumza katika kufafanua hizi aya, ana madinatul ilmu wa aliyun baba, na akamalizia kwa kusema hawezi kuja katika Madina, hawezi kuingia katika mji mpaka aingie kupitia kwenye mlango wake. Hadithi hiyo ya Bwana Mtume kuwa huu ni mji, mimi niko humu, lakini uweze kunifikia unapopita kwenye mlango, na mlango ni nani? Ni Ali. Sasa Ali ni wasila.
ndio anaingia katika hii aya. Kwa hiyo wasila nzuri ni ziara, unamtembelea. Na aya nyingine, dhalika wa man yu'adhimu sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Na hiyo kwa mwenye kuadhimisha alama za Mwenyezi Mungu, fa innaha min taqwa al-qulub, hiyo ni dalili ya imani kubwa, kutukuza, kuadhimisha alama za Mwenyezi Mungu. Na inapotamka alama ni jambo ambalo ukilitukuza, ukilitizama litakukumbusha Mungu, ndio maana yake. Ukilitizama tunakukumbusha Mungu. Msikiti ukiutizama moja kwa moja inakupeleka ni Mungu, si ndio? Sasa ukienda ziara kwenye haramu ya Imam Hussein, ukienda katika haramu ya Imam al-Askari, ukienda katika haramu ya Imam al-Jawad na maimamu wengine wote, kila ukifika pale kinachokukumbusha ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hizo ndio shaari Allah. Sasa na ukiwa hapa uweze kuziona, ni kuzifanyia nini? Ziara, kuzitembelea. Hizi aya zitakuwepo huko mbele, lakini tutazifafanua zaidi huko mbele. Na bila shaka hapa inazungumza shaari, kama miongoni mwa shairi hizo ni makaburi ya mitume, makaburi ya maulia Allah na mfano wake. Na aya nyingine walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul. Hili kwa wazi kabisa, hawa binadamu hawa, waumini hawa, pindi wanapozidhulumu nafsi zao, wakafanya madhambi, wakafanya makosa, wakaja kwako wewe Bwana Mtume, wakakuingia wewe Bwana Mtume, kisha pale mbele yako wakamwomba msamaha Mwenyezi Mungu, na wewe Bwana Mtume ukawahurumia vile wanavumililia Mwenyezi Mungu mbele yako, ukawahurumia, ukawasamehe, basi watamkuta Mwenyezi Mungu ameshawasamehe toka zamani, mapema kabisa. Siko wazi aya hii, jauka, wakakuijia wewe Bwana Mtume. Na hapa toba inazungumzia kuwa hai na akiwa ameshaondoka katika ulimwengu. Na hii ndio ziara. Hii ni ziara. Umefanya madhambi, umezulumu, una maasiya, unafanya ziara kwa Bwana Mtume. Ukaenda pale kwenye kaburi la Bwana Mtume, ukamlilia Mwenyezi Mungu pale. Mtume atakuhurumia. Huruma ya Bwana Mtume tayari ni msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu anataka upitie huko. Walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka, wakakuijia wewe Bwana Mtume, fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul. Na hapa ndio wakatueleza ni kuja kwa Bwana Mtume kwa ajili ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ziara. Na aya ya mwisho ni hii aya inasema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hapa Mungu anazungumzia mashahidi wako hai, mashahidi wako hai na wanapata riziki ya Mwenyezi Mungu. Sasa kama mashahidi, shahidi tuliko hai, yani wewe ukifa shahidi utakuwa hai, si ndio maana yake? Aya ni nazungumzia mashahidi.
Sasa ikiwa shahidi tu yuko hai, je, mtume? Yeye ni mtume na amekufa shahidi. Je, maimamu ni maasumina na wamekufa mashuhada, itakuwaje? Ina maana wako hai. Ina maana kuwatembelea ni kama vile mimi nilivyokutembelea wewe na ukanisaidia. Sasa zote hizi zinatuhimiza umuhimu wa ziarati. Na kwa kumalizia kabisa, baada ya kusoma hizo aya 5, ni hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ndio tutaanzia hapa. Anasema Bwana Mtume, man zara qabri ba'da mauti kana kaman hajara ilayya fi hayati fa in lam tastati'u fab'athu ilayya salam fa innahu yablughuni. Sallallahu Allahumma salli ala. Nachukua muda wa utangulizi, kisha hizo utangulizi nyingine zitakuwa ni dakika 15 20. Utangulizi ndio ulikuwa mrefu, lakini hadithi hii ya Bwana Mtume inatuelezea hivi. Nasema hivi, man zara kabri, mwenye kuzuru kaburi langu, baada mauti. Sikilizeni vizuri hadithi. Mwenye kuzuru kaburi langu baada ya kifo changu, kana kama hajara ilayya fi hayati, kama yule aliyohama pamoja nami nikiwa hai. Na maana thawabu za muhajirin unazipata. Fa in lam tastati'u, kama hamtoweza kufika Madina kwenye kaburi langu, fab'athu ilayya salam, nitumieni tu salamu, nisalimieni hapo kwa nyumbani pale. Fa innahu yablughuni, salamu zenu zinanifikia. Sasa kuna shida gani? Allahumma salli ala Muhammad. Hiyo ni hadithi tukufu ya Bwana Mtume. Na ukisoma vizuri hii, kama anavyosema maulama, kama vile amri, ili tutakuja kuizungumza vizuri huko mbele, namna maulama wetu walivyofafanua. Lakini kwa uchache, Mtume anatuambia njooni kwenye kaburi langu nisalimie. Mtapata thawabu za kama mtu aliyohama pamoja nami, kapigana jihadi pamoja nami. Na kama hutofika Madina, huna uwezo, huna pesa, nisalimieni hata nyumbani pale, zitanifikia salamu zenu. Hii ni hadithi nzuri na ndio mwongozo wa darasa zetu hizi, hadithi hii ya Bwana Mtume na hadithi ya Imam al-Baqir na hizi aya ambazo nimezisoma hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu insha Allah Taala atujalie wenye kusikiliza maneno mazuri na kuyafuata, na Mwenyezi Mungu atupe mioyo ya kupenda kufanya ziara kwa maasumina wetu alayhi salam. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uimara katika kufuata menendo ya maasumina alayhi salam, na katika mwezi huu mtukufu wa Rajab tumuombe Mwenyezi Mungu atukubalie ibada tulizokuwa nazo za funga na sala na mengine yote tunayafanya katika mwezi huu, atupe malipo maradufu yake insha Allah. Tutizame kwa jicho la huruma, atusamehe madhambi yetu, na atupe afya njema na umri mrefu insha Allah, kwa baraka ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib na kwa baraka ya Imam al-Hadi ambaye leo ni siku yake amezaliwa. Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa kiongozi mtukufu huyu Imam al-Hadi alayhi salam. Tunaendelea kusisitizana ambazo funga zetu tumeanza leo
kesho, siku 3 hizi, siku ya Alhamisi ambayo ni siku ya 3 na Lailatul Rabaib, tukutane hapa kwa ajili ya kufanya amali hizo muhimu sana kuzifanya, na itazungumzwa siku hiyo tukufu wa Lailatul Rabaib, na inshallah nadhani tutakuwa na iftari hapa. Leo tulisema iftari kila mmoja anajitegemea, na kesho pia kila mmoja anajitegemea. Ya Alhamisi tutajitahidi kusaidia tuandalie iftari itakuwa ni hafifu, nyepesi, kwa sababu tutakuwa na amali ndefu. Halafu pia usiku wake wa kumei, na maana tutakuwa na mambo marefu, na wengine hawahimidi kukaa na njaa muda mrefu. Kwa hiyo tunaomba usaidia, tutatuandalia kitu chepesi cha kutuliza matumbo ili tuendelee na amali katika usiku huo mtukufu. Rajab ni mwezi mwema mtukufu sana, tujizatiti na tunuie funga yetu ya leo na ya kesho na siku ya Alhamisi. Mwenyezi Mungu aturahisishie mambo yetu, atuepushe na maadui, atuepushe na fitna, atuepushe na husda, atuepushe na yoyote anayetufuata kwa ubaya, kwa kusoma maneno Allahumma man aradani bisuhi fariduhu wa man kadani fakiduhu. Kudumu katika kusoma hizi dua ili tufurahie na ulimwengu huu, tufurahie maisha haya ambayo Mungu ametuumba ili tufurahi nayo, na tufurahie kwa kuwepo kwa maasumina wetu. Imamu Mahdi hapendi kumwona mja wake analia kwa sababu tu anaonewa, kwa sababu tu ananyanyaswa. Imamu hapendi, anapenda kuona machozi yanatoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya maasumina, lakini si kwa sababu ya njaa, si kwa sababu ya kutukanwa, si kwa sababu ya kupigwa, si kwa sababu ya kadha. Imamu hapendi maisha haya. Ndio maana anakuja kuondoa dhulma wa jawra baada maamuli hati, anakuja kuondoa na baada maamuli hati dhulma wa jawra, baada maamuli hati dhulma wa jawra, anakuja kuondoa ujeuri na kuleta uadilifu na usawa na wema. Kwa hiyo hapendi kuona muumini amejikunyata, hana uchangamfu, hana raha. Hapendi Imamu, na Mungu hapendi hivyo. Lillahi al-izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na niombe msamaha kwa